Akizungumza baada ya zoezi hilo, Kaimu mkuu wa kitengo cha udhibiti na usalama wa chakula, Hamisi Makame Hamisi, amesema mchele huo kama ungeendelea kutumika kwa matumizi ya binadamu ungeleta athari kiafya, ikiwemo magonjwa ya kansa. Ya vyakula ambavyo havifai, kuna baadhi ya madhara huwa hayatokei hapo kwa hapo. Ni maradhi ambayo yanaweza kuchukua muda mrefu. Kwa mfano swala la sumukuvu, kula bidhaa ambayo ina tatizo la sumukuvu inaweza ikapelekea madhara ya kansa. Lakini madhara ya kama mchele wetu huu ambao inawezekana kwamba mtu akipata madhara, yani akiwa anatumia sumu, tunasema kwamba sumu, yani bidhaa ya chakula, huwa madhara yake hayaji pale pale, yanachukua muda mrefu. Na baadhi ya bidhaa madhara huwa yanachukua muda mrefu. Kwa hiyo madhara kama kuna matatizo ya pressure, kuna matatizo ya sukari. Kwa upande wake, mkurugenzi wa wakala wa chakula, dawa na vipodozi Nasoro Salim Buheti amewataka wafanyabiashara kufuata kanuni na taratibu zinavyoelekeza, huku akiwaomba wananchi kushirikiana na watendaji wa ZFDA kwa kutoa taarifa kwa matukio kama hayo. Namna kama haya mitaani mwetu yanatokea, pengine nyumba inahifadhi vyakula, aidha viwe vibovu ama viwe vizima, ni vyema wakatupa taarifa wakala wa chakula, dawa na vipodozi, ili tuweze kufanya uhakiki wa hayo, kwa sababu sehemu nyingi ambazo zinahifadhi vyakula hivi na mwishowe huwa vibovu, vinakuwa hazijasajiliwa rasmi. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar.